wale vijana walitaka kunizuru na walinitangazia kwamba watanikata slesi, watanibaka, watanifanyia vitendo vya ambavyo si vitendo sahihi kufanywa binadamu, kwa sababu kwanza mimi ni kiongozi mwanamke. Huyu tuondoke naye ili kusudi ajifunze kidogo. Mtazamaji wa East Africa TV, hapa ni katika kata ya Bangata wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, na ni katika mkutano ambao umeongozwa na mkuu wa wilaya hii pamoja na viongozi kutoka kata hii, bila kusahau kamati ya ulinzi na usalama. Moja kati ya changamoto ambazo zimebuka katika mkutano huu ni pamoja na ile kero ya baadhi ya vijana ambao wanadaiwa kwenda kujinyakulia maeneo ya ardhi ya vijiji na kwenda kujimilikisha isivyo halali, lakini ardhi hii ilitolewa na mamlaka ya TFS kwa ajili ya maendeleo ya vijiji husika. Viongozi wa vijiji ambao ni wenye viti wanaeleza kwa kina juu ya mkasa huu. Tulipata mashamba ambao ni ploti 20 kutoka kwa TFS, yani misitu. Kwa vile vijiji vyote ambavyo viko karibu na msitu huo, wakati huo wanapovuna ile miti yao wanagawa kwa wenye viti husika. Kwa hiyo nilipokea barua yangu ya kupata ploti 20. Wakati nimeshapewa ile barua tu, nikafika kijijini kutangaza kwamba tumepata kunufaika na hizo ploti 20 kutoka kwa TFS. Basi mkutano wa kijiji ukaniruhusu, kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kijiji, zile ploti tukaziuze kwa ajili ya kujenga jengo la ofisi ya kijiji. Mara baada ya mkutano tu, vijana wa kitongoji cha Ngwamaala wakaenda kuvamia mashamba yale, ambao ni vijana 9 na wa familia moja. Changamoto nilioipata kwanza mimi kama mwanamke, kama kiongozi mwenyekiti wa kijiji, nilipofika kwenye yale mashamba baada ya wale vijana kuvamia, wale vijana walitaka kunizuru na walinitangazia kwamba watanikata slesi, watanibaka, watanifanyia vitendo vya ambavyo si vitendo sahihi kufanywa binadamu, kwa sababu kwanza mimi ni kiongozi mwanamke. Lakini changamoto hii imetokana na vijana kutokupenda kufanya kazi za maendeleo ya kijiji. Changamoto hii imetokana pia na vijana kujihusisha na madawa kulevya, kuvuta bangi. Kwa hiyo hawaheshimu mamlaka ya kijiji. Kwa hiyo nilivyowaita na kushauriana nao kuambia kwamba hili lililoamuliwa na kijiji ni la tufaa sisi ofisi ya kijiji, wale vijana walishindwa kutambua mamlaka ya mwenyekiti wa kijiji, yani kama serikali. Kwa hiyo mimi kwanza nimeona changamoto ya kwanza kwa vijana ni kutokutambua mamlaka. Hawaheshimu viongozi mbalimbali wa vijiji wala wa vitongoji. Hivyo basi leo kufika kwenye mkutano huu ambao umesimamiwa na mkuu wa wilaya ya Rumeru, ametoa mamlaka kwamba wale vijana wote watakuwa chini ya ulinzi na wakamatwe, na waheshimu ngazi mbalimbali ya vijiji, na waheshimu viongozi wa vijiji, kwa sababu mwakilishi wa rais kwenye eneo la kijiji ni mwenyekiti wa kijiji, na mwakilishi pia wa mkuu wa wilaya kwenye eneo ngazi ya kijiji ni mwenyekiti wa kijiji. Hivyo kwa tamko la mkuu wa wilaya hili limenifurahisha na limenipendeza, na kwanza nimelishukuru kwa sababu limenirudishia afya, limenirudishia heshima, kama vile ambavyo wale vijana walikuwa wamenidhalilisha. Leo nimepata heshima sana kupitia tamko la mkuu wa wilaya. Asante. Kwa kweli zile ardhi walivyozichukua kwanza ni kama ambazo hazijawanufaisha wao, kwa sababu walipozivamia tu waliwauzia na wenzao. Kwa hiyo hizo ardhi hazijawanufaisha wao. Mpaka sasa hivi kama mwenyekiti wa kijiji nina taarifa kwamba wameziuza tena kwa wenzao. Nilipewa ploti 25 za wananchi wa kijiji cha Bangata. Baada ya kupokea barua kutoka TFS, tulikaa serikali ya kijiji, tukakubaliana kwa sababu sasa zile ploti zimekubaliana kuuza, tukaona tuwauzie wananchi wa vitongoji vile vile wazikomboe wenyewe kwa wenyewe. Ploti moja ikiwa ni shilingi 600,000. Basi tulikutana vijana wengi kule mashambani kule, wamesimama kule kwenye zile eneo. Basi baadaye watu walipoanza sasa kuonyeshwa kwamba sasa bwana, mimi nahitaji viwili, mwingine anahitaji kimoja, mwingine anahitaji kimoja. Basi baadaye vijana walivamia zile plots, wakaanza kuzilima wakiwa na mapanga, wakiwa na wengine wamebeba silaha, marato, mwingine mapanga, wengine majembe. Kila mtu akaanza kujikatea kivyake. Sasa wakaanza kuzilima, wasema hizo plots za kwetu. Basi sisi tulipoona kwamba ni vurugu, basi kabidi tukaondoka. Lakini pia wakati huo alikuwepo afande kata ambaye ni Baisi, pamoja na afande wa kituo cha Midawe ambaye ni afande Peter. Walioomba sana, waliwashauri sana vijana ya kwamba bwana, hizi ploti sio za kwenu, hizi ploti ni mali ya serikali ya kijiji cha Bangata. Kwa hiyo naombeni kwa heshima muondoke, muache hizo ploti. Lakini vijana hawakutusikia. Basi baadaye mimi niliamka na serikali yangu ya kijiji pamoja na wenye vitu wa vitongoji. Basi nikaondoka, nikaja moja kwa moja kwenye ofisi ya kijiji hapo, tukamkuta mtendaji, kwa sababu mtendaji atakuwa naye pale. Basi tukamshirikisha kile ambacho tumenani. Lakini hapo nikaja, tulipofika ofisi ya kijiji nilitoa taarifa kwa OCD, ndio taarifa kwa mkuu wa wilaya, ili pia aweze kutusaidia kulitotea ufumbuzi.
tulipata wasaa kuzungumza na diwani wa kata ya Bangata ambaye ameeleza hatua ambazo alijaribu kuchukua ili kuweza kudhibiti changamoto hii. Tulikuwa tuna uharibifu uliofanywa na vijana wa kijiji cha Bangata, eneo la msituni, kwenye lile eneo la Viamba. Walivamia lile eneo lililopewa serikali ya kijiji, wao wakaingia na kufanya kugawanyana kinyume na utaratibu. Hivyo leo mkuu wa wilaya amekuja kuwaelekeza na kutoa oda kwamba wale wote waliovamia eneo la vile Viamba warudishe mara moja fedha, au la sivyo mkondo wa sheria utawafuata. Kwa idadi ya vijana wako kama 21 waliovamia eneo hilo. Rai yangu kwa vijana wa kata ya Bangata, na especially sio Bangata, kwa Tanzania nzima, ninawaomba watii mamlaka, kwani kujichukulia sheria mkononi ni utovu wa nidhamu. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Arumeru Amiri Mkaripa akiwa katika mkutano huu pamoja na wananchi anapata nafasi ya kutoa msimamo wa serikali, huku akiwataka vijana kutii mamlaka ya serikali ya vijiji. Maagizo yake kwa jeshi la polisi ni kuwachukulia hatua kali wale wote waliohusika na kuchukua maeneo haya ya ardhi isivyo halali. OCD yuko mwenyekiti hapo, mwenyekiti wa kijiji gani? Loita Ngomala. Yule mwenyekiti naye kijiji chake kuna vijana wamechukua maeneo hayo ya TFS. Sasa nao vijana hao washughulikiwe. Ili hatuwezi kulisamehe kwa sababu hao vijana hawana nidhamu. Na ili waone kama tumewasamehe, wanatakiwa kujisalimisha mbele ya ofisi ya mkuu, wakija na fedha za maeneo hayo ili tuwape kijiji hela yao. Salama yao ni kurudisha fedha kwenye eneo hilo. Serikali lazima iheshimiwe. OCD usiache hata huyu mmoja. Leo mmeona kijiji cha Midawe wamepata fedha, wametengeneza intake ya maji, wamebakisha milioni 4 wajiletee maji. Hiyo faida kwa nani? Alafu mnataka tuwachekee watoto wahuni wenye tabia za kinamna hiyo. Hilo hapana. Na hii nipate taarifa kwanza, watu wamesha wajibishwa. Taarifa niipate haraka sana. Tena wamekimbilia hapa Melelani hiyo. Watoto wenyewe kukimbia hawajui. Sasa wanatoka hapa wanakimbilia Melelani. Melelani si hapa. Wapo. Wale wataja wapo. Wale wataja hapa waje wenyewe hapa mbele.